Kwa hapa tupo kwenye ngoma za watemi wa Kisukuma, na hizi ngoma huwa zinawambwa kwa kutumia ngozi ya ng'ombe dume fahali ambao ndo hii, lakini pia wanatumia mti jamii ya mkola kutengeneza hizi ngoma. Na hizi ngoma huwa zinapigwa pale mtemi akiwa anaapishwa, na pia zinapigwa pale mtemi akiwa analejea kwenye temi yake kuonyesha uwepo wa mtemi. Na pia zinapigwa hizi ngoma pale mtemi akiwa ananyoa nywele zake mara moja kwa mwaka kukaribisha msimu mwingine. Kwa hiyo siku watafanya sherehe ya kubariki hata mbegu ambazo zitaenda kutumika kwenye msimu unaofuata. Kwa sababu mtemi katika jamii yetu ya Wasukuma, mtemi ni sawa na kuhani ambaye anafanya kazi ya kubariki hata mbegu au kubariki jamii katika maisha kwa ujumla wanayoyaishi. Kwa hiyo anabariki pia hizi, na hizi ngoma zina miaka 200 na kuendelea mpaka sasa. Hizi zina miaka 200 na kuendelea. Na moja kubwa kabisa hii hapa, hii ngoma kubwa kabisa hii ina miaka 500 na kuendelea. Kwa hiyo hizi ngoma zilikuwepo enzi na enzi, ambazo hizi ngoma sio kwamba tumezidownload au tumezifanya. Hizi ni ngoma ambazo ni zenyewe zimetoka kwa mababu zetu, na zimetoka kwenye hizo temi ambazo tumetoka kujifunza zile 52. Katika ukusanyaji hizi ndo ziliweza kupatikana. Kwa hiyo ya miaka 500 na kuendelea, na hizi zingine zina miaka 200 na kuendelea. Kwa hiyo unakuta kwa kila temi na ngoma kuanzia 5 au zaidi ya 5. Hii kubwa ni besi, hizi zote ni besi. Hizi zingine za kati, alafu kuna hizi hapa za kwanza zinaitwa mbiringija au ngomba. Hii ndo inakuwa ya kwanza kabisa kuziongoza, inapigwa. Kwa kweli siku hii imekuwa faraja sana, na lile lengo letu la kutembelea hasa katika jiji la Mwanza limekuwa na tija na tumetimiza. Kwa kweli leo tumeanza kutembelea magereza. Tumeona kwa kiasi gani serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inavyowekeza kwa vijana, watu wazima katika swala zima la elimu. Tuipongeze kwa dhati kwa kujali na kuona kumbe kuna umuhimu sana kuendeleza watu wetu popote walipo. Na hii ni elimu ya watu wazima, ndivyo ilivyo. Ndivyo asili yake, manake tuendeleze mtu apate elimu popote alipo. Na hichi ndicho kinachofanyika hapa Tanzania. Kwa tumejionea hapa vijana, wazee wakisoma KK, lakini kuna wengine wamediriki kusoma mpaka wafanye mitihani ya taifa katika magereza. Hii ni hatua kubwa sana. Tunaipongeza kwa dhati serikali kwa juhudi hizi. Lakini mbali tu na kusoma, lakini kuna fani zina mbali. Kuna ujuzi kule wa viatu, kuna ujuzi wa ushoni wa nguo, ufumaji, ya utengenezaji vikoi, wanapata ujasiriamali ama ubunifu katika kazi za amali. Kwa hiyo ni faraja kubwa. Tumejifunza, na sisi Zanzibar tunazo program kama hizi, lakini tumekuja kupanua wigo zaidi, kuona yale mambo ambayo sisi tunaweza tukaendeleza kwa kule Zanzibar, na hizi tumepata kitu cha ziada kuendeleza hizi program. Lakini hatukuishia hapo tu, tumekwenda kuangalia kwa kiasi gani serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inawekeza katika miundombinu. Tumetembelea daraja kubwa sana, na hili nadhani ni daraja la pili hapa Afrika kwa ukubwa. Ni daraja la Kigongo Busisi. Ni daraja kubwa sana. Kwa kweli tunaendelea kushukuru serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano. Hususan tunampongeza sana mama yetu Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan kwa kazi kubwa anaendelea kuifanya. Mama popote alipo, maua yake apokee. Kazi kubwa sana. Ni daraja la mfano. Yaani imerahisisha mambo mengi na kuweza wananchi kuweza kufikia fursa zao walipo popote, kwa mwingiliano wa watu na mambo mengi hata katika swala zima la uchumi. Kwa hiyo tumejionea daraja hilo, tunapongeza sana serikali. Lakini tumemalizia kwa leo katika eneo hili ambalo tulipo ni katika makumbusho muhimu sana ya utamaduni wa Kisukuma. Hapa napo tumejifunza mambo mengi. Tumejifunza kwa namna gani Msukuma ameishi katika maisha yake tokea asilia. Tumeona tamaduni zake, tumeona utaratibu wake anavyoishi, zana zake za tangu asili, namna walivyokuwa wanakaa na familia zao na kuzienzi wazazi wao waliondoka duniani, basi wanaendelea kuwaenzi. Lakini tumeona hekima kubwa ambayo walikuwa nayo Wasukuma, ambao hii pia ningependa hata sisi tuendeleze utamaduni wa kukaa na vijana wetu katika kuwapa maadili mema. Ipo haja kubwa kwa walimu na wanafunzi wa Zanzibar kuandaa ziara kama hizi za kujifunza.
wao wenyewe walimu, lakini pia wanafunzi. Unapotoka kujifunza kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine, utakuta mambo mengi na utapata tu mambo ambayo wewe ya kuimarisha katika maskuli yetu, kuimarisha hizi programu zetu, mambo mapya, na utaona kwa namna gani serikali yetu inavyowekeza katika nyanja mbalimbali ikiwemo katika hiyo miundo mbinu, ikiwemo katika swala zima la elimu, ikiwa mfumo rasmi, nje ya mfumo rasmi, lakini kuna mambo ambayo ya kitamaduni ambayo hayo hatuyapati pengine katika vitabu tu kusoma katika historia. Unapokwenda unapata uhalisia wenyewe wa yale mambo pengine tumeyasomesha kule, lakini hatujapata uhalisia tukaona. Kama hivi leo tumepata uhalisia, tumeona hasa zana ambazo wakitumia Wasukuma. Sasa akifundisha darasani, anapokuja maeneo kama haya anapata uhalisia, na ile concept inakuwa tayari inaganda, haiwezi kutoka kwa haraka, kwa sababu amejifunza kwa vitendo, ameona, pengine amegusa. Kwa hivyo ni washauri tu walimu, wanafunzi Zanzibar waendelee na kutunza utamaduni huu wa kujifunza katika kufanya ziara za kimasomo katika maeneo tofauti, ikiwa Tanzania, ikiwa nje ya Tanzania, katika kupanua wigo wa fikra, mawazo mapya na kuendeleza mashule yetu na nchi yetu kwa ujumla.